الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وآله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika kipindi hiki tunasomaga darasa ya kitabu bayanu fadl ilm salaf ala al-khalaf au ala ilm al-khalaf cha al-Hafidh ibn Rajab alayhi rahmatullahi ta'ala. Lakini leo wa idhni Allah ta'ala, kama tulivyotangaziana, tutakuwa na maudhui tofauti na kitabu hicho. Maudhui yenyewe itakuwa inagusa kwenye upande wa hukumu ya uchukuaji wa kamera au video au moving camera. Kwa hiyo tutataja kauli ya wazi kuhusu hukumu ya kuchukua moving camera na kuwarekodi mashekhe na tulab ilmi na maduati na mfano wao. Jambo hili tutalizungumza ndani ya siku kadhaa, 3 au 4, kwa sababu ya hali ilivyo sasa hivi, hasa baina salafiyin, kwa upande wa salaf. Na nasema hivi kwa sababu alhizbiyuna wao jambo lao linajulikana katika masala haya, na vile wanavyotawasa katika jambo hili. Lakini bilkhususi maudhui hii ni ujumbe kwa salafiyin, hasa katika mji wetu na nchi yetu hii ya Tanzania. Sababu jambo hili limekuwa linaleta maneno na fujo hasa kati ya salafiyin, jambo ambalo halikuwa hivyo mwanzo. Kutizama mashekhe, maduati, vijana, wanafunzi wa kisalaf wamelifanya jambo hili ni kama jambo la kawaida tu, halijaguswa na sharia, halijazungumzwa na sharia. Wakawa kwenye minasaba mbalimbali, ima minasaba ya Eid, minasaba ya furaha, kwa vile maharusi, wakichukuana mapicha na mavideo, wakiojiana katika minasaba mbalimbali na minasaba mingine tofauti ya Eid na maharusi, kama tunavyoshuhudia na kuwatizama baadhi ya mashekhe na wanafunzi na maduati wakifanya hivyo. Lakini mbaya zaidi ni kuwaona mashekhe wamelinyamazia jambo hili, hasa mashekhe zao hao الشباب, hao vijana mashekhe wamenyamazia, kana kwamba hawalioni na kana kwamba halijaguswa na sharia jambo hili. Jambo lingine, tufahamu kwamba masuala ya picha kwa ujumla wake yamezungumzwa na sharia katika upande wa kuhofiwa mambo makuu matatu. Haya mambo makuu matatu ndio hikma ya kuharamishwa mapicha kwa ujumla wake. Sawa ni picha za masanamu, picha za kupiga kwa ala, video, makamera, fotografi zote. Ila hikma na sababu ya kuharamishwa ni kama alivyoeleza
Sheikh al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i katika kitabu chake cha Hukm at-Taswir, na Sheikh al-Fawzan Baqiyatu Salaf katika kitabu chake cha I'anatul Mustafid sharh kitab at-Tauhid, ameeleza illa sababu za kuharamishwa mapicha kwa ujumla wake. Illa ya kwanza, li'annaha ubidat min duni Allah ta'ala, sababu mapicha ilikuwa ndio sababu ya kuabudiwa asiye Allah ta'ala. Na sababu ya pili ni fitna. Akasema Sheikh Muqbil, fal majallatu rubbama yuftinu ar-rajul au al-mar'a, kwa sababu kutizama picha sawa sawa kwenye magazeti, kwenye ma TV, wanaweza pakamfitini mwanamume, wanaweza pakamfitini mwanamke. Na hili lipo katika taswiri, picha za aina zote lipo, hasa picha hizi ambazo ni za photography na moving camera. Hasa ukichukulia kwamba wanajiandaa wakiwa wanajua wanakwenda kuchukuliwa na kurekodiwa, kavaa vizuri, kilemba chako umekiandaa vizuri na kofia yako umevinyosha vizuri kabisa, umeoga, umejipaka mafuta, mwenyewe ukawa unang'aa. Bila shaka ni moja ya sababu za fitna, kwa fitini wanawake, au ikafika mahala sisi wanaume kufitiniwa na wanawake. Kwa hilo lipo katika mapicha haya, bila shaka, hakuna shaka katika hilo. Meeleza hivyo al-Allama al-Wadi'i. Lakini sababu ya tatu ni mudahat bi khalqi Allah ta'ala, kufananisha na uumbaji wa Allah ta'ala, na hili pia lipo katika mapicha na aina zake zote. Sasa katika maudhui yangu hii kwa siku ya leo nitaifungua na maneno yafuatayo. Kwanza, takana kila mtu afahamu kwamba kila Muislamu analazimika kurudi kwenye kitabu na sunna, hasa zinapotokea ikhtilafu, inapotokea tanazo, mzozano kati ya Uislamu bil khusus salafiyin. Hilo ni jambo la wajibu. Wanapokhtalifiana watu au maulama, mashaikh, maduati, wanafunzi, kinachopaswa kwao ni kurudi katika kitabu na sunna, si kwenye akwali za mashekhe na watu. Kwanza kabisa kurudi kwenye kitabu na sunna na kuliangalia jambo hilo lilivyozungumzwa ndani ya Qur'an na sunna, kwa sababu Allah Ta'ala anasema fahkum bainahum bima anzala Allah, e Muhammad, hukumu kati yao kwa kile ambacho amekiteremsha Allah Ta'ala, wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq, na wala usifuate matamanio yao ukaacha lile ambalo limekujilia wewe katika haki. Al-aya. Wa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam ahukumu kati yao kwa kile alichokiteremsha Allah, wa ni kitaban wa sunnatan, kitabu na sunna. Kadhalika Allah Ta'ala akasema fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Wasipo kuitikia wewe sallallahu alaihi wasallama, basi fahamu ya kwamba wao wanafuata matamanio ya nafsi zao. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, na nani, kama istifhamu inkari, kama hakuna ambaye
aliyepotea kumliko yule ambaye atafuata matamanio yake pasina ya kufuata uongofu wa Allah Ta'ala. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Kwa hiyo inatakana watu wamuitikie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasipofanya hivyo, basi wanafuata matamanio ya nafsi. Watu wanatakikana wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamuitikie katika kile ambacho amekitaja na kukifundisha. Wasipofanya tu hivyo, wakaacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafuata maneno ya mashekhe na maneno ya watu na maduati, basi watakuwa wanafuata matamanio ya nafsi zao, wala shaka. Na Allah Ta'ala akasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Na akasema pia, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mtii mtume wake sallallahu alaihi wasallama na viongozi miongoni mwenu. Ala shahidi akasema Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi war rasul, basi rejesheni kwa Allah Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema, wa hadha amrun min Allah azza wa jalla bi anna kulla shay'in tanaza'a an-nasu fihi min usuli ad-din wa furu'ihi ay yuradda at-tanazu'u fi dhalika ila al-kitabi wa sunnah. Hii ni amri kutoka kwa Allah azza wa jalla ya kwamba hakika kila kitu ambacho watu wamezozana, masalafi waislamu wamezozana, kama vile sisi tumezozana katika jambo hili, tumetofautiana kwa sasa katika jambo hili la mavideo haya na mapicha. Sasa Allah Ta'ala anatutaka nini? Anasema Al-Hafidh, watu wanapozozana katika mambo ya kimsingi na kiitikadi, wa furuhi na tanzo za dini na fiqhi zake, ahkamu zake, kwa mambo yote katika sharia ya Kiislamu, ayuradda at-tanazu fi dhalika kitabu wa sunna, magomvi yarejeshwe katika kitabu na sunna, kama qala Ta'ala, fama ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Mnapokhtalifiana katika kitu chochote kile, hukumu yake ni kwa Allah Ta'ala katika kitabu chake. Kisha akasema, fama hakama bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi wa shahida lahu bisihha fahuwa alhaq wa madha ba'da alhaq illa aldhalal. Kile ambacho kitabu na sunna vimehukumu na vikashuhudilia kwamba ni sahihi, basi jambo hilo ndiyo haki. Sasa je, ni kitu gani tena baada ya haki isipokuwa ni upotovu? Walihadha qala Ta'ala, kwa sababu yeye amesema Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ay ruddu al-khusumat wal jahalat ila kitabillahi wa sunnati rasulih fatahakamu ilayhima fima shajara bainakum in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maana yake ni kwamba rejesheni magomvi kati yenu na mambo ambayo hamjajua kati yenu katika kitabu na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallama, mkahukumiana katika kitabu na sunna. Jambo ambalo mmezozana kati yenu nyinyi, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, fadalla anna man lam yatahakam fi majali an-niza' ila al-kitabi wa sunna, ikaashiria aya hii kwamba yule ambaye hatatafuta hukumu kwenye viwanja vya magomvi na mizozo katika kitabu na katika sunna, wala yarji ilayhima fi dhalik, alafu akawa hajarejea katika mambo haya kwenye vitu hivyo,
falaysa mu'minan billahi wala bil yawmil akhir, huyo hana iman kamili na Allah Ta'ala na siku ya mwisho. Maana Allah Ta'ala akasema dhalika khairun ay tahakum ila alkitabi wa sunna, hilo ndio jambo la khairi la kuhukumiana katika kitabu na sunna. Warujuu fi fasli an-nisaa ilayhima, na kurejea katika kuyatatua magomvi yaliyoko kati yenu, kurejea katika kitabu na sunna khairun, ndio jambo la khairi bwana hilo. Wa ahsanu tawila, na ndio tawili nzuri na mwisho mzuri, ay aqibatan wa maala, ndio mwisho mzuri na mafikio mazuri. Zimethibiti ahadith kathira zikiashiria kwamba kitabu na sunna ni venye kuhukumu mambo yaliyoko kati ya Waislamu, na watu warudi katika kitabu na sunna, kama ilivyo katika hadithi ya Al-Miqdam bin Madi Yakrib au qala sallallahu alayhi wasallam ala inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma ayatu Madi Yakrib. أخرجه الترمذي وأحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ala fahamuni ya kwamba mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake, yani sunna, yani hivi viwili kwenye hukumu vinalingana. Sasa ikiwa jambo liko hivyo kwamba mizozo iliyoko kati ya Waislamu bil khusus kati ya as-salafiyin inatakana irejeshwe katika kitabu na sunna. Miongoni mwa hayo mambo ni jambo hili ambalo tumelitaja hapa, suala la moving camera, wachukua video mashekhe na kuwarekodi kwenye minasaba yote. Umetokea mzozo kati ya salafiyin, umetokea maneno kati yao, magomvi kati yao, hawa wanaona hivi, hawa wanaona hivi. Turejee wapi sasa? Umbe ni ile ile, kurudi ni katika kitabu na sunna, kwa sababu tukisema turudi kwenye akwali za ulama, huyu asema kauli hii, huyu asema kauli hii, atofika. Alhamdulillah, dini yetu ni dini matini, dini madhubuti, imesimama sawa sawa. Wao tunataka tuarudishe mambo haya katika kitabu cha Allah Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile lugha ilivyokuja tuitizame. Kwa hiyo miongoni mwa hayo mambo ni jambo hili ambalo tuko nalo sasa hivi, ambalo lipo katika saha ya dawa, kwa viwanja vya dawa. Tutakana pia tutizame kitabu cha Allah na sunna za Mtume wake sallallahu alaihi wasallam zinasemaje. Na hivi ndivyo ambao maulama wanatuelekeza tangu mpaka sasa hivi. Lidhalika al-Allama Ubayd al-Jabiri alipoulizwa kuhusiana na masala haya na kuhusu khilafu iliyoko kati ya mashekhe na maulama kwenye jambo hili, na kwamba je, kwa nini tusichukue kauli ya kwamba jambo hili wengine wameliona lafaa, akasema hadhihi mushkilatun, huu ni mushkila, hili ni tatizo la sasa, tatabul khilafiyat, kufuatilia na kuruhusika na tofauti zilizoko kati ya ulama. Hili ni tatizo, ni mushkila. Wa nahnu naqulu awalan hadhihi sura, kaanza kusema sisi tunaamini kwamba hizi pia ni picha. Aljawabu naam, jawabu ni kwamba kweli hizi ni picha. Hadhihi sura hiya suwar lughatan wa aqlan wa shar'an, hizi ni picha kilugha, kiakili na kisheria. Tayeb, sasa kama ni picha zimezungumzwa kwenye Qur'ani na Sunna au hazijazungumzwa, basi nataka sisi tuliangalie jambo hili, sina kurudisha katika kitabu na Sunna. Na kama ziko aya, ziko hadithi zimelitaja jambo hili na lugha ndo ile ile na akili zinafahamu hivyo hivyo, ni kitu gani ambacho kinazivua picha hizi ambazo
wanazichukua mashekhe sasa hivi kuzitoa katika ujumla wa makatazo kwa utaratibu kabisa. Kwa hiyo maudhui hii kuanzia hapa ni ubainifu, lakini ni nasaha kwa mashekhe na maduati, asatidha, wanafunzi ambao wameingia katika jambo hili. Tumesema hapo mwanzo kwamba bilkhusus tunazungumza na masalafi. Mahizbi jambo lao linajulikana katika hili, wao wanajulikana. Al-alamatu baqiyatu salaf Sheikh Al-Fawzani siku moja naye aliulizwa kwamba shekhe, nyinyi mnasema picha na video ni haramu, mbona mashekhe wanachukuliwa? Mbona mwasema haifai na mashekhe wanachukuliwa? Akasema hadhi ma hiya bihujja, hii si hujja bwana. Nahnu naqul lakum qala Allah qala rasul wa antum taquluna qala al-mashayikh. Hii si hoja bwana. Sisi tunawaambieni kwamba amesema Allah, amesema mtume wake sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mnasema amesema mashekhe, wanafanya mashekhe. Al-mashayikh yukhtiun, mashekhe wanakosea bwana. Waangalia maneno haya ya shekhe yanaturudisha katika asli ya dini, kitaban wa sunna. Kwa hiyo tutakana turudi katika kitabu na sunna, ndio maelekezo ya ulama, si kuwatizama mashekhe wanasemaje kwenye magomvi na nizaa. Tutakana turudi katika kitabu na sunna. Kwa hiyo maelekezo ya shekhe ndio haya, hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah.